Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Lengo ni lile lile, kupeana ushauri, elimu na msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Leo ninazungumzia dalili za UTI, dalili ambazo kwa sasa hivi huwapata watu wengi. Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu kuhusiana na maambukizi haya, maambukizi ya njia ya mkojo. Kwa hiyo katika video hii ya leo tutaangalia zaidi kuhusiana na dalili kuu za ugonjwa wa UTI au dalili kubwa ambazo ukiziona zinaonyesha au zinaashiria maambukizi kwenye njia ya mkojo, hasa kwa vipindi vya hivi karibuni. Dalili hizi nimezigawanya kwa ujumla kwa wanaume na kwa wanawake. Kwa hiyo ukiona moja ya dalili hizi au ukiona dalili hizi kwa ujumla, kuna uwezekano mkubwa na maambukizi haya kwenye njia ya mkojo. Dalili ya kwanza ni kuhisi haja ya kwenda kukojoa mara kwa mara, lakini ukikojoa mkojo hauishi. Hii ni miongoni mwa dalili kubwa ambayo huweza kuwapata watu wengi kwa hivi sasa. Dalili hii haijalishi jinsia yako, uwe mwanaume uwe mwanamke, unaweza kukutana na dalili hii. Kuna kuhisi hali ya kuwaka moto wakati wa kukojoa. Dalili hii pia huweza kutokea kwa wote. Lakini pia kuna habari ya rangi ya mkojo kubadilika. Mkojo kuwa na rangi kama ya pinki au kuwa nyekundu. Hali hii inadhihirisha au inaashiria kwamba UTI hii inaweza ikawa ni ya muda mrefu, na pia inaweza ikawa imesababisha baadhi ya madhara. Kwa hii ni miongoni mwa dalili au kiashiria ambacho kinaweza kututambulisha au kuonyesha kwamba una maambukizi haya kwenye njia ya mkojo. Kuna kuhisi hali ya kuwaka moto au kuwashwa kwenye njia ya mkojo au kwenye mrija wa mkojo. Kwa ile sehemu ambapo mkojo unapita au mkojo unatoka, unaweza kupata hali ya harassment kama hii ya kuhisi moto, kuwashwa au vitu vinavyochoma choma kwenye njia hii. Lakini pia kuna dalili zingine kama vile kujisikia uchovu sana au uchovu kupita kiasi au kuchoka sana. Kuna habari ya joto la mwili kuwa juu au kupanda sana au mtu kuwa na homa. Tunafahamu kwamba moja ya reaction ambayo mwili wako au kinga yako ya mwili huweza kutoa baada ya kupata infection yoyote ni kuwa na homa. Kwa hichi inaweza kuwa ni kiashiria mojawapo kwamba kuna maambukizi ndani ya mwili wako. Na moja ya maambukizi ambayo tunayazungumzia katika video hii ya leo ni maambukizi haya kwenye njia ya mkojo. Kuna kupata hali ya maumivu makali ya nyonga, kuna kupata maumivu ya mgongo, kuna kupata maumivu ya viungo pamoja na jointi, pamoja na sehemu zingine mbalimbali za mwili. Kwa unaweza kupata maumivu ya viungo, jointi, misuli na kadhalika. Lakini pia wako baadhi ya watu ambao wanakutana na dalili hii ya kupata maumivu ya tumbo, hasa upande wao wa kushoto. Dalili hii pia huweza kuashiria maambukizi haya katika njia ya mkojo. Na wakati mwingine iko dalili ambayo inawapata watu wengi sana kwa hivi sasa, hali ya kukojoa usaha au kutoa vitu kama usaha wakati wa kukojoa. Hii ni dalili nyingine ambayo baadhi ya watu au watu wengi wanahisi ni maambukizi katika njia ya mkojo, au wanahisi ni maambukizi ambayo yanahusu magonjwa ya zinaa. Lakini je, unafahamu kwamba maambukizi haya pia yanaweza yakasababisha dalili hii? Kwa si kila hali ya kukojoa usaha au kutoa usaha kwenye uume ni dalili ya magonjwa ya zinaa. Unaweza kuwa na maambukizi katika njia ya mkojo au maambukizi ya UTI na yakasababisha dalili hii pia. Kwa hii inaweza ikawa ni miongoni pia mwa dalili hizi au dalili ya maambukizi katika njia hii ya mkojo. Je, una tatizo hili na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.